Ni matumaini yangu uko vyema. Karibu na kualika hapa katika Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Kikosi cha Simba kimerejea leo mchana Dar es Salaam kikitokea Zanzibar, ambako jana kimepoteza mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya Morocco, na hiyo ni kwa matokeo ya jumla ya magoli 3-1. Kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola anasema mashabiki wa soka wameona wenyewe kilichotokea uwanja wa New Amani Complex, hivyo wao kama klabu wamesahau na wanaelekeza nguvu katika michezo miwili iliyopo mbele yao dhidi ya Singida Black Stars. Mei 28 mwaka huu, uwanja wa KMC Complex, Simba atacheza na Singida Black Stars mchezo wa ligi kuu ya NBC, na Mei 31 itashuka dimba la Tanzanite kwa Raha mkoani Manyara kuivaa tena Singida Black Stars kwenye mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mwandishi wetu Idrisa Rajab amekuja na taarifa kamili. Baada ya mchezo wa jana kukamilika na Simba Sports Club kupoteza mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Berkane, leo hii kikosi cha Simba kimetua katika bandari ya Dar es Salaam na mipango mizima ikiwa ni kuelekea katika michezo inayofuata ya ligi kuu ya NBC pamoja na nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Lakini moja kwa moja tumezungumza na kocha Suleiman Matola. Mimi nafikiri fainali imeshaisha kama ambavyo ulivyosema na ulivyoona. Tumepoteza fainali, sasa matarajio yetu tunarudi kwenye ligi na nafikiri siku ya Jumatano tuna game na Singida baada ya kumaliza fainali siku mbili. Kwa hiyo tunafikiri tunajipanga kwa ajili ya mechi yetu ya ligi kuhakikisha tunafanya vizuri katika mechi dhidi ya Singida. Mipango ni kuelekea moja kwa moja kambini kwa sababu tuna mechi kesho kutwa. Kwa hiyo hatuna jinsi, ni lazima tuicheze. Kwa hiyo sisi tunatoka hapa tuelekea kambini moja kwa moja kwa ajili ya mechi yetu kesho kutwa. Niwape pole kwa matokeo ya jana ambayo kwenye finali nafikiri kila mmoja ameona na kila mmoja akaumia. Lakini niwashukuru na kuwapongeza kwamba wamekuwa na sisi kwenye kutupa support kwa kila hali toka mashindano yalivyoanza mpaka hii leo. Naendelee kuwaomba, sisi tuko na wao na wao wapo na sisi. Kwa hiyo waendelee kutupa support kwenye ligi na sisi tunahakikisha kuwafurahisha, kufanya kile kitu ambacho kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye. Licha ya Simba Sports kukosa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu wa 2024-2025, lakini mashabiki wa Simba wamejitokeza kwa wingi hapa bandarini kuwapokea wachezaji wao pamoja na viongozi wa Simba Sports Club. Mashujaa wetu tuambie hakuna kitu tunachowadai. Wamepambana walipopambana, lakini kila mtu kaona muamuzi na ndo kaenda kumaliza mechi. Kwa hiyo kwa upande wetu tunawapokea na tuambia tuwadai, lakini nguvu yetu yote tunarudisha kwenye CRDB pamoja na kwenye mechi za ligi zilizobaki. Tuko hapa kwa ajili ya kuipokea na wana Simba kama unavyoona jinsi ambavyo tunakuwa tukisupport Simba yetu kwa kila inapokwenda. Tumetoka Morocco na kibegi cha makombe kilienda Morocco, tumekuja Zanzibar, lakini hichi ambacho kimetokea sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, mapambano yanaendelea. Steven Dese Mukwala hii pengine jana ingebadilisha matokeo kabisa. Kwa sababu namkubali mchezaji mzuri na ana experience kubwa sana ya kucheza mpira, na yeye ndio alitufungia ile goli. Goli ilikuwa halali, ila kutokana na maamuzi ya referee alikataa kwamba sio goli, basi hatuna budi kujipanga msimu unaokuja. Nina imani na timu yangu na ndio maana kwanza tumejitokeza kwa wingi. Alafu wewe mwenyewe umeona mpira umechezwa hadharani. Makosa ni ya refa. Refa ndio alotuua, lakini sisi wali kwa wali tunasema tunashukuru, kujikwaa sio kuanguka, tunaendelea mbele, kuna ABC, kuna ligi kuu. Kwa hiyo naamini hayo yote tunachukua. Hao ni mashabiki wa Simba ambao wengine wametoka Zanzibar leo hii asubuhi, lakini wengine wamekuja hapa kuipokea timu yao. Mchezo unaofuata wa Simba ni dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la KMC Complex Mei 28, mchezo wa ligi kuu ya NBC. Kutokea hapa bandarini, mimi ni Idris Rajab, Azam Sports. Tuelekee kule visiwani Zanzibar ambako katibu mkuu wa shirikisho la soka visiwani humo ZFF Hussein Ahmad Avuai anasema fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba na RS Berkane iliyochezwa jana visiwani humo imeibua fursa ya ushirikiano baina ya CAF na ZFF kwenye masuala ya usimamizi wa michezo mikubwa visiwani Zanzibar. Avuai amekiri tukio hilo limewapa uzoefu wa kuandaa matukio mengine makubwa na watautumia katika shughuli zao za kuendesha soka hapo Zanzibar.
mchezo ule umeleta faida nyingi sana kwa Zanzibar kwa ujumla wake, lakini kwetu sisi kama ZFF kwenye eneo la mpira pia kuna faida kubwa sana ambayo imeweza kupatikana. Faida ya kwanza ambayo ni faida mama, kuitambulisha Zanzibar katika ulimwengu. Unajua Zanzibar inafahamika duniani kote, lakini inafahamika kama Zanzibar. Pengine katika eneo la mpira wa miguu inawezekana isifahamike vizuri Zanzibar kwa sababu ya kwamba haishiriki pengine mashindano makubwa ya mpira wa miguu ulimwenguni, labda pengine Afrika, lakini pia haijawahi kuhosti michezo mikubwa kama ile. Pengine mataifa mengine yameshawahi kubahatika kuwa na nafasi kama hiyo, lakini Zanzibar ilikuwa haijawahi. Kwa hiyo si watu wengi ambao pengine walikuwa wanafahamu Zanzibar katika eneo la mpira, ile tunasema capacity yake, ule uwezo wake na ule ubora wake. Lakini jana pengine watu wengi kwa mara ya kwanza waliweza kuifahamu Zanzibar katika eneo la mpira, ile capacity yake ulimwenguni ikoje, kwa sababu ni fainali kubwa na ni fainali ambayo imeshuhudiwa na watu wengi sana ulimwenguni kote. Lakini kikubwa zaidi ambacho tumekipata ni namna ya maingiliano, mahusiano kati ya ZFF na watu wa CAF, kati ya watendakazi wetu wa ZFF na watendakazi wa CAF, kwa uzoefu ambao umeweza kujengeka, lakini mahusiano ambao yameweza kufanyika. Kwa tunaamini haya yatakuwa na msaada mkubwa kuendea zaidi huko mbeleni, kwa sababu tunafahamu kwamba kutokana na utambulisho ule ambao sasa tumeupata, sasa tunaweza kujengewa imani, tunaweza kujengewa ile trust ya kwamba Zanzibar ni eneo ambalo tunaweza kufanya tukio lote lile kubwa la kimpira. Kama finali imefanikiwa, usikute pengine baada ya muda mchache masuala ya tuzo za Afrika na mambo mengine makubwa ya Afrika yakana kuja Zanzibar ya kimpira, kwa sababu tayari tumeweza kuwa na ugeni mkubwa kama ule, ugeni wa aina yake, na kila kitu kimekwenda katika utaratibu uliokuwa mzuri. Kwa hiyo tunaamini hii pia inakwenda kufungua milango kwa Zanzibar kuweza kuja na kuweza kufanyika kwa matukio mengine makubwa ya kimpira. Imechezwa mechi, tunaamini inawezekana sasa misimu hii ikimalizika, wakati wakuja kutoa tunzo zile kubwa za Afrika, ikaja tu maamuzi na ikaja tu kwamba sasa yafanyike, tufanyie Zanzibar. Baadhi ya mashabiki wa Simba visiwani Zanzibar na wenyewe wamesema timu yao kushindwa kubeba taji la kombe la shirikisho Afrika kunatoa nafasi ya kujipanga zaidi kuelekea msimu ujao wa mashindano ya ndani na kimataifa ili malengo ya klabu yatimie. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu tulivyoanza mashindano haya zilikuwa timu nyingi zaidi ya 54 katika shirikisho. Lakini kwa uwekezaji wa klabu pamoja na uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwekezaji wa klabu tumeweza kufanikisha kufika mpaka hatua ya finali. Haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa ni mechi ngumu toka tunaanza safari mpaka tunafikia hatua ile. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kufikia hatua ile. Na nilichokiona kuhusu mechi yetu ni kwamba uzoefu ndio uliotuangusha kwa mechi ya jana. Baada ya kumaliza mechi ya jana, kiufupi kama sikufurahia sana Simba kufungwa. Sio mshabiki wa Simba, ila sikufurahia kwa ajili ya uzalendo. Nitamani Simba ashinde ili Tanzania kama Tanzania kidogo na sisi tuonekane watu, tuonekane soka letu linapanda. Leo moja kadi nyekundu au hivi. Tujakufa moyo, tukatafuta goli tukapata, au sio? Kichobakia ni finali. Wale wakubwa wametumia uwezo wao, au sio? Wakapata goli kidogo ikaturudisha nyuma. Na tukapambana vile vile. Tujaishia pale, tukapambana, tukafanya jihadi. Ndio leo kwa finali, sio kubali kushinda, sio mshindani. Jamaa amechukua kombe. Na sisi tunafurahi kwa tumeingia finali, sio tutajipanga mwakani. Nimefurahia sana Simba walichokifanya, haikuwa bahati yao, lakini wamefanya kizuri sana baada ya kupambana mpaka ilipofikia. Ni maoni ya baadhi ya mashabiki wa soka kutoka kule visiwani Zanzibar. Huu ni mshike, tutarejea kuendelea kuangazia hayo kwa kina. Tumerejea, tunaendelea kuangazia taarifa zetu. Ndani ya misimu mitatu ni kufahamishe kwamba Tanzania tumeshuhudia hapa Yanga na Simba zikicheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo msimu 2022-2023 Yanga ilipoteza fainali dhidi ya USM Alger Algeria, na msimu huu
2024-2025 Simba yamepoteza mbele ya RS Berkane ya Morocco. Hii ni hatua ambayo inaonyesha taa ya kijani kwa soka la Tanzania, ingawa kuna ugumu kwa kufikia malengo ya kushinda ubingwa huo wa Afrika. Je, ni kitu gani cha ziada timu za Tanzania zinatakiwa kufanya ili kufanikiwa kutoa kombe hilo la CAF? Tumezungumza hapa na baadhi ya viongozi wa zamani wa soka na wachambuzi kutaka kujua maoni yao kuhusiana na hili. Jambo la msingi kuliko yote Hassan ni kuhakikisha kwamba hatubweteki na tulikofika, kwa sababu ukiangalia nchi ambazo zimeendelea utasikia sasa hivi labda Al Ahly wanasajili mchezaji kwa labda bilioni 12 za Tanzania. Yaani wale ambao wameshatuzidi nao pia wanazidi kuinvest, kuwekeza kwenye timu zao. Kwa hiyo lazima tusibweteke. Sisi inaweza kuwa sababu ni hiyo kwamba tumefika finali, hatakuwa tuna maandalizi ya kibingwa. Mfano finali ya juzi ya Simba na RS Berkane, unaona kabisa RS Berkane walikuwa wamejiandaa kibingwa. Walikuwa wanajua wanatafuta nini. Kwa mfano nilikuwa nasoma makala moja kuhusu Brazil ilivyotoa ubingwa mwaka 94. Jinsi kocha Carlos Alberto Pereira alivyokuwa anataka wachezaji wake wawe, kwamba alihakikisha kila kutoka kituo A kwenda B wachezaji wake hawawezi kukaa reception ya hoteli kwa zaidi ya dakika 5 au 10. Yaani wanafika pale ni kwamba wanapitiliza vyumbani. Yaani tayari watu wake wameshafika, ukifika wewe jina lako unapewa moja kwa moja, sio watu wa reception wanaofanya kazi ya kuwapeleka vyumbani. Kwa hiyo wachezaji wanakuwa na plenty of time ya kupumzika. Hivyo ni vitu vinaonekana vidogo, lakini yeye alisema ni muhimu sana. Sasa umeona siku ambayo Mei 14 CAF wanatoa taarifa ya uwanja wa finali ya marudiano utafanyika wapi, ni kwamba unaona kabisa RS Berkane walikuwa na advance party Tanzania. Hata mechi ya kwanza haijachezwa wenyewe tayari walikuwa na advance party Tanzania. Ile wamepata uhakika tu kwamba mechi itakuwa Zanzibar, siku hiyo wamefanya booking. Lakini sisi tukakimbilia kwenda kuangalia uwanja wa Taifa, kwamba uwanja Benjamin Mkapa kwamba unaweza kutumika au hauwezi. Mechi ya finali ambayo kombe liko uwanjani haiwezi ikapangwa na kupanguliwa kama mechi nyingine. Mechi za hatua ya makundi huko zinaweza, lakini mechi ile ambayo kombe liko uwanjani ina vitu vingi sana. Ina wageni wengi kutoka nje, ina usafirishaji wa equipment, ina broadcaster aje aweke andae nani yake vizuri, ina wafanyakazi wake wale, inaweza kawa wanatoka, kama unaweza kwa wengine wanatoka Uganda, wengine wanatoka Angola, wengine kwa ajili ya hiyo production ya siku hiyo tu. Kwa hiyo sio mechi ya kusema nitaiahirisha au nitachelewa kuipanga. Ni lazima ni mechi ambayo inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Kwa hiyo RS Berkane, hata Simba wanaenda kwa wenyewe wanawaza mechi ya marudiano. Hayo ni maandalizi ya kibingwa ambayo RS Berkane ametuonyesha kwamba tunahitaji kufanya hicho. Pili, psychology ni kitu muhimu sana kwenye mpira. Sio kitu cha kukichezea tu. Kwa mfano RS Berkane hujawasikia wakitoa complaints zote toka mechi ya kwanza mpaka mechi ya pili. Uone wakitoa complaints kuhusu mechi ya finali. Wenyewe walikuwa tayari kwa ile mechi tu. Lakini sisi tukataka vita na CAF. Na vita inapigana publicly. Na wachezaji wanasoma, mashabiki wanasoma, viongozi wanasoma kwamba wao tunaonewa, tunafanya nini. The moment wachezaji wanajua kwamba viongozi wanalalamika kwamba tunaonewa, anything kitakachotokea uwanjani kwamba uamuzi labda wanaona sio sahihi, watakumbuka ni yale tunaonewa, kifanya mara 2 mara 3 wametoka mchezoni. Kwa hivyo ni vitu ambavyo psyche ya wachezaji ni lazima ilindwe. Mimi tumeenda siku moja na national team, tumeenda Msumbiji. Tumefika pale saa kuingia uwanjani, wale watu tulioenda nao wameleta vurugu nyingi kabla, na wachezaji wanaangalia kwenye basi, wanaangalia watendaji wetu wanafanya vurugu pale, mara nini hatutaki kufanya hivi. Wachezaji wanatolewa mchezoni kwa sababu ya vitu ambavyo havieleweki. Namna ambavyo uwekezaji ulianza kufanyika hasa kwenye eneo la televisheni. Hili ni eneo pana sana, kwa sababu ukianza kulidadavua ndo unakuja kugundua kwa nini mafanikio yamekwenda moja kwa moja kwenye ngazi ya vilabu. Kuingia moja kwa moja kwa Azam TV ama Azam Media
kwenye namna ambavyo walikuja wakaongeza ule uwajibikaji wao kwenye namna ambavyo wanaweza wakatuletea coverage ya michezo pamoja na kudhamini baadhi ya maeneo ndani ya vilabu pamoja na mpira wetu kwa ujumla, ilisababisha pia kuvutia wawekezaji wengi kuanza kuchungulia hiyo fursa kwenye TV. Na muda huu naungana na mwenzetu Hassan Hemedi Mvula, yeye akizungumza na katibu mkuu wa zamani wa kilichokuwa chama cha soka Tanzania FAT, lakini sasa ni shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia amewahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Ismail Aden Rage. Kwa upande wake ana maoni gani kwa timu za Tanzania katika safari hii ya kulisaka taji la Afrika? Naam, asante Chikawe kwa kuongezea tu kwamba kabla ya wadhifa huo aliokuwa nao, lakini alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Sunderland ambaye sasa ni Simba Sports Club. Rage, unaizungumziaje safari ya vilabu vyetu vya Tanzania Simba na Yanga kuelekea katika fainali hizi ambazo wameingia? Yanga wameshaingia fainali ya kombe la shirikisho, Simba jana wamecheza fainali ya kombe la shirikisho, lakini unazungumziaje kwanza? Kwanza ni hatua mojawapo kubwa sana ambavyo vilabu vyote viwili vinahitaji kupongezwa. Kwa Young Africans mwaka juzi wamefanya vizuri mpaka wakaingia fainali. Wao walikuwa na kocha ambaye amekaa miaka miwili kwenye timu yao, lakini Simba wanastahili pongezi kubwa sana kwa sababu kocha huyu ameingia kwenye msimu mmoja na ameweza kuifikisha Simba fainali. Na ushindani huu ndio ushindani mimi naupenda, ni ushindani mzuri. Yanga anashindana kwenda fainali, Simba anashindana kwenda fainali. Sasa usije ukashangaa ukakuta siku moja, wala haitachukua muda mrefu, Simba na Yanga wanacheza fainali aidha ya CAF au ya shirikisho hapa Dar es Salaam wao wenyewe. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni kwa sababu sasa Watanzania wameamka wengi, hasa wa mashabiki wetu wameelewa faida ya michezo ya kimataifa hii ya CAF. Haya mambo madogo madogo ya referee na nini kwenye mpira yanatokea, ni lazima tuyakubali, huwezi kuyakataa. Tulipokuwa Morocco walifunga goli la 3, referee akakataa. Kulikuwa na penalty 2 za wazi, referee alikataa. Kwa hiyo hayo mambo yasitufanye sisi yakatuvunja na kututoa nje ya mchezo. Katika kiwango ambacho Simba wamefikia sasa na Yanga walipofikia sasa, nina imani mwakani watafanya vizuri sana. Na hili lazima tukiri, serikali ya awamu ya 6 na yenyewe imefanya juhudi kubwa kuhakikisha hivi vilabu viwili vinafanya vizuri. Havipendelewi, ni kwa sababu tu vinawakilisha nchi. Kitendo cha wakati ule Yanga wanaingia fainali walipewa ndege, Simba wameingia fainali walipewa ndege. Hii inanikumbusha system ya timu ya taifa ya Brazil. Brazil inapokuwa inajiandaa katika World Cup, inachukuliwa ile timu inakuwa ya serikali na inawekwa kwenye kambi ya jeshi, ambayo of course ile kambi ya jeshi ya kule ni 5-star hotel, sio kambi ya ovyo ovyo hivi, na ndege yao yote inabadilishwa, kunakuwa na sehemu ya kulala na chakula. Kwa hiyo serikali yetu imeanza kufahamu umuhimu wa mashindano haya. Kwa mfano, nina hakika kwa mechi ya jana Simba wamepata dola milioni 1, kama bilioni 2.7 na nusu. Kwa hiyo huu ni mtaji mkubwa na ni mzuri ukilinganisha, na itakuwa kichocheo sasa kwa hawa wanaodhamini mashindano yetu hapa NMB na CRDB. Itabadili wajiulize mara mbili na wao, kwa sababu unacheza mechi nyingi katika Premier League, nafikiri 16 raundi ya kwanza na raundi ya pili 16, mechi 32 15 na makitimu ziko 16. Kwa hiyo ni mechi 30. Kwa hiyo unakuta bingwa anapata ukichanganya zawadi zote wanakaribia bilioni 1. Sasa kwa mtazamo wako, kutokana na ubobevu katika masuala ya soka ulionao, ni maeneo gani unadhani yanakwamisha vilabu hivi visitwae hili kombe la CAF
la kombe la shirikisho ama hata Champions kwa ujumla? Natoa wito kwa vilabu vyote viwili. Yanga walikuwa na striker mzuri sana wakati ule, anaitwa Mayele, aliwasaidia sana, na walifanya makosa walipomuuza wakati wako kwenye mashindano. Simba kwa muda mrefu hawajapata striker. Simba sasa hivi wanahitaji wapate striker anayefanana na Okwi. Okwi ni striker, anarudi kutafuta mpira na anapopata nafasi anashambulia na anajua kujitolea. Au sio kwamba hawajitolei, wanajitolea, lakini bado finishing yetu inakuwa very poor. Tunashambulia vizuri. Kwa mfano jana first half tulikuwa na uhakika wa kuwapiga wale bao 2 au 3. Tuliwazidi completely kabisa, lakini bahati haikuwa yetu. Na kwenye mpira vile vile vitu hivyo viko, wenyewe Waingereza wanakuambia game of chance. Kwa hiyo lazima tukubali, na lazima niwapongeze wote timu mbili. Simba leo wamenifurahisha, mashabiki wao wamekwenda kwa umoja wao, wamekwenda kuwapokea kwa sherehe kubwa. That's very good, na niwasihi kabisa sasa wana Simba wa focus kwenye michezo miwili mikubwa sana. Na Singida wanacheza tarehe 28, na hao Singida tena wanacheza kwenye CRD Cup kule Babati. Kwa hiyo it's very crucial match. Hizi ni mechi ngumu, hatusipuuze. Sawa, sote tunafahamu hapo awali kilio kilikuwa ni serikali. Sasa hivi serikali imeingiza mguu moja kwa moja. Unadhani kuna tatizo mbali na hilo, labda kisaikolojia ama kiufundi ama nje ya uwanja? Kwanza nataka uelewe, sisi tuko tofauti kidogo na timu za North Africa, Morocco, Algiers, Misri, Mauritania. Na hakika Simba hawakupanga mwaka huu kuingia finali. Na hakika naimu yao ilikuwa ni kutoka kota au kwenda semifinal. Lakini wakajikuta wana kocha mzuri, wana wachezaji wazuri, wana viongozi wazuri, wana mashabiki wazuri, wamefanikiwa mpaka kufika finali. Sasa nina imani wameshaelewa wapi kuna upungufu wa wachezaji, na nina hakika watajipanga vizuri. Na kama nilivyokuambia, hata budget ya Wizara ya Michezo imebadilika, imekuwa nono sasa hivi. Kwa hiyo nina hakika bado serikali mkono wake ni mrefu, wanafanya juhudi kubwa katika ujenzi wa viwanja. Kikubwa ni lazima sasa hivi Simba wapate wachezaji wasiopungua 4 wapi. Sasa hivi fullback yetu 2 na fullback 3 wamecheza muda mrefu. Lazima wapate watu wa kuwasaidia, kwa sababu hata kwenye ligi ya nyumbani tunawachezesha michezo yote. Nilifurahi jana walipoona Hussein kidogo amechoka akaingizwa kijana mwingine. Kwa hiyo huo ndio utaratibu, unatoa chuma unaweka chuma. Umenielewa bwana? Nikushukuru sana Aden Lage. Na nilikuwa na Ismail Aden Lage, mtu ambaye ameshughulika kwa muda mrefu katika kabumbu hapa nchini, na bila shaka umemsikia, na huu ni ushauri na ni maoni yake. Fatma Abdallah Chikawe. Shukran sana Hassan Hemedi Mvula. Na wakati huu tuangazie kile ambacho umetuandikia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kutokana na swali ambalo tumekuuliza baada ya kukamilika kwa fainali hiyo. Ndani ya misimu mitatu timu za Tanzania, Yanga na Simba, zimefika fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Je, nini kifanyike zaidi ili kushinda ubingwa wa kombe hilo? Tuanzie na ukurasa wetu wa Instagram. Kama kawaida tunasoma maoni yako, ambapo Elia Martin anasema tuongeze wachezaji wenye ubora zaidi, lakini pia timu zipate walimu wazuri na wachezaji wajitoe kwa moyo mmoja, inawezekana. Rogers Mwachali anasema sasa timu zetu zimekaribia kuleta ubingwa wa CAF Tanzania. Cha muhimu ni kuongeza wachezaji wenye ubora kama zilivyo timu vigogo. Official Maudizo anasema kila mmoja acheze mechi zake, wasiingiliane, yani Simba akicheza Yanga kae pembeni and vice versa. Lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook, maoni yako pia. Athumani Hassan anasema
tulipotoka ni mbali, tuendapo ni karibu sana. Ili kombe lije Tanzania, mechi yenye amani na ukarimu, mabosi wasife moyo, wavunje vibubu, wasajili wachezaji wenye talanta na uzoefu. Pia serikali yetu iendelee kusapoti michezo. Misimu mitatu mbele mingi, kombe litapelekwa Ikulu, bungeni, kisha mikoa yote ya Tanzania. Emmanuel Munua anasema cha kufanya ni kuwa na wachezaji bora na mahiri wenye uwezo mkubwa. Angalia mfano timu zote zinazofanya vizuri Afrika. Kila mchezaji mzuri anajitokeza kwenye mashindano haya, wanamchukua ili kuongeza ubora wao. Mfano ni Fiston Mayele, Kisena Kazungu akiwa Mwamnange, Kaliua, Tabora. Anasema kwa upande wake yeye, siku nyingine timu ikifika fainali inatubidi tuwe wamoja. Tatizo tunauana wenyewe kwa wenyewe, ila uwezo wa kubeba kombe tunalo. Haya, tumalizie na ukurasa wa X. Angelius Mateo anasema hakuna namna, tuzidishe quality kwenye vikosi vyetu. Sio unanunua wachezaji ambao kuna wachezaji kibongobongo wanawazidi. Halafu pia mamlaka za soka pamoja na wizara wajitahidi kuboresha miundombinu ya michezo ama mchezo huu pendwa. Lakini Titho Mhagama anasema naona ligi yetu bado haina ushindani ukilinganisha na ligi za wenzetu kama Morocco, South Africa, Misri na Tunisia. Hivyo tunapokutana na timu kutoka hayo mataifa zinatupa shida sana. Tuzidi kuwekeza ndani ya ligi yetu kusajili wachezaji wazuri. Tukamilisha na Dr. Dreo anasema ni wekezaji tu. Timu hizi zikipata wekezaji wakubwa wenye uwezo wa kununua wachezaji wa daraja la juu kwa mabilioni ya pesa, likiwezekana hilo, basi inaongeza urahisi wa kushinda taji la Afrika. Kwa maoni hayo ni kufahamishe kwamba tutajadili hili kwa kina, pia kutazama takwimu za mafanikio ya soka hili la Tanzania. Huu ni mshike tutakaporejea. Erik ten Hag atangazwa kwa kocha mkuu wa Bayer Leverkusen ya Ujerumani. Na mabondia wa ngumi za kulipwa nchini wafurahia vitasa kurejea ndani ya Azam TV. Na karibu tena, huu ni mshike. Tuendelee kuangazia taarifa tulizo nazo. Awali nilikuambia kuhusiana na kufunguka kwa fursa za utalii visiwani Zanzibar baada ya kukamilika kwa mchezo huu wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika. Na kwa mara nyingine tena tunaungana na Rahma Sanya, huyu ni mkurugenzi wa masoko kutoka Kamisheni ya Utalii Zanzibar, akizungumzia hili. Kwa timu za mpira, wachezaji wa mpira, na tunajua wachezaji wengi wamekuja kipindi hichi, wengine walikuwa wanataka kuonekana, wengine hawakutaka kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tulikuwa tukiwapokea. Na hii ni ishara tosha kwamba sasa hivi Zanzibar tunajulikana dunia nzima. Kwa hiyo mechi ya jana, kwa mimi binafsi pamoja na Zanzibar kama ni nchi, tulifaidika sana. Tulifaidika international na hapa kwetu regional na domestic, kwa sababu kama tunavyojua hizi siku tatu za weekend hizi tumeona wimbi la watu waliokuwa wakija Zanzibar kwa ajili ya kuja kutazama mechi, lakini waliamua kuja kabla ili waanze na matembezi. Kwa hiyo tulipata wageni wengi sana domestically pamoja na international, na hao waliokuja international ni mabalozi wetu ambao ninaamini kwa hospitality ambayo wameipata Zanzibar, na nina ushahidi tosha, maana mimi jana nilikuwepo pale uwanjani, niliwasikia, niliona na nilipata fursa ya kuzungumza nao kwamba wameipenda sana Zanzibar na watarudi na watakao mabalozi kwenda kuitangaza Zanzibar. Kwa hiyo na licha hiyo, mitandao ya kijamii kwenye social media za CAF, za hiyo Berkane timu ya mpira, kuna hii Simba ambayo tumecheza jana, kila mmoja alikuwa anaizungumzia kwamba ile mechi imefanyika Zanzibar. Kwa hiyo ni marketing tosha kwa Zanzibar kwamba sasa tumejulikana kwamba tupo, na sio tupo tu, tupo tayari ku host events kubwa kama hizi, ambayo moja wapo iliyotokea jana, na tunategemea tuna CHAN mwezi wa Julai na August, tuna AFCON ambayo tunaitarajia kufanyika Zanzibar pia mwaka 2027. Kwa hiyo nitoe tu usisitizo kwa Watanzania wenzangu pamoja na East Africa na international kwamba Zanzibar tupo tayari kupokea wageni wa aina yoyote, na capacity yetu inaturuhusu. Tuna malazi ya watu wa kila rika. Yaani wewe ukiona mfuko wako mdogo utalala Zanzibar, utakula Zanzibar, ukiona mfuko wako mkubwa. Kwa hiyo tumejipanga kiutalii na kisports. Zanzibar ni njema,
atakaye naje. Philip Mkini, mchambuzi wetu wa soka, naungana naye sasa kuangazia hili ambalo linazungumzwa sana. Mechi imemalizika, lakini kuna yale ambayo wanafuata baada ya mechi. Wengi wanatazama rekodi na takwimu, namna ambavyo tunaizungumza Tanzania sasa hivi na timu zake za Simba na Yanga. Mimi nafikiri mechi zote ukiangalia kuanzia Yanga alivyofuzu finali na kuanzia Simba alivyofika finali, unaona kwamba wali deserve kufika pale. Ingawa kuna sehemu ndogo za kurekebisha. Nilikuwa nasikia maoni ya watu wengi wakizungumzia kuhusiana na uwekezaji. Hauwezi kupinga kwenye hilo. Kifuatilia utaona kabisa ya kwamba uwekezaji wa timu za Simba na Yanga ni tofauti na wale ambao wanafika nao finali kwenye kila wakati. Safari ya Simba mpaka kufika hapa alipofika jana, akihitimisha kwa sare hiyo ya moja, lakini na mechi ya mkondo wa kwanza alipoteza kule Berkane. Safari yake ilikuwa nzuri kwa sababu kila sehemu alikuwa ni sehemu ya plan aliyokuwa anaifanya. Nafikiri game ya jana ukitazama unaona ilikuwa ni mkononi mwake mwenyewe. Kama Kapombe angefunga ile nafasi aliyopata, nafikiri game ilikuwa inaisha. Ile goli moja nafikiri la Mukwala nalo ilikuwa linaweza kumaliza mechi. Mechi ya jana ilikuwa na vitu vichache sana vya kuweza kuvizungumzia ambavyo vimewanyima Simba. Nafikiri ni goli ile la Kapombe, red card ambayo imetokea, labda ndio ambao vimezuia Simba wasipate matokeo ya ushindi kwenye ile mechi. Lakini kwenye wachezaji unaweza kuwapongeza ya kwamba waliwapa watu kile ambacho walikuwa wanakitaka. Ilikuwa ni finali ambayo imevutia, ndio maana hata mapokezi yao yalikuwa mazuri. Katika kipindi cha miaka mitatu, Tanzania kucheza finali mara mbili kupitia timu mbili tofauti. Yawezekana ni taa ya kijani sasa. Kombe liko karibu kuingia hapa nchini. Lishaingia lakini kubaki hapa. Nafikiri unachoweza kusema ni sahihi, lakini sio rahisi hivyo. Nafikiri uwekezaji bado unatakiwa sana. Ukitazama timu zetu, uwekezaji unatakiwa, lakini pia ili uweze kuwekeza na uwe na timu bora ni lazima pia ligi yetu endelee kuwa strong zaidi. Lazima hizi timu nyingine ziwe bora zaidi, Azam wawe bora, Mtibwa wawe bora, ili kuendelea kuwapa nguvu wale ambao ndio kwenye michuano ya kimataifa. Kushindana nao kwenye ligi vizuri ni rahisi kwenda kufanya vizuri huko mbele. Haya ni miongoni mwa mafanikio mengine ya Simba kupitia kombe hili la shirikisho. Nakumbuka katika msimu ambao alikaa kwa muda mrefu bila kuonja ile ladha ya kimataifa, alirejea kupitia kombe la shirikisho, lakini Al-Masri ndiye alikatisha safari yake. Alipokuja kujipata tena tukamuona robo finali, lakini sasa tunamuona kwenye finali akimaliza kwenye nafasi hiyo ya pili. Ni njia nzuri. Yaani njia alopita Simba wala sio shortcut. Kwa sababu hata ukiangalia ligi ya mabingwa alipotoka ndio hii hapa ambayo tunaizungumza. Ligi ya mabingwa ilikuwa ni robo finali mpaka wenyewe hata target yao, mimi nakumbuka target yao ya mwanzo ilikuwa ni kuvuka sasa hivi kwenda nusu finali, sio kufika finali. Kwa hiyo hicho alichokipata ni bonus. Ndio maana hata mashabiki wao, hakuna shabiki ambao analalamika kwamba wachezaji wao wamewaangusha. Kila mmoja yuko proud na kile ambacho wamekifanya. Nafikiri wakiendelea kufanya vizuri zaidi, labda kwenye ligi ya mabingwa wana uwezo wa kuvuka pale kwenye robo finali kwenda nusu finali, kwa sababu ndio mashindano ambayo watacheza msimu ujao. Kwa Young Africans na wenyewe mafanikio ambayo pia wako nayo wanafanya tuendelee kuizungumza Tanzania kutokana na hilo. Tunazungumzia katika mashindano ya kimataifa, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Nao watu wao sio mbaya, kwa sababu ukiangalia Yanga alivyorudi amefika robo finali. Msimu alotoka amemaliza kwenye makundi nafasi ya 3. Na tofauti yake ilikuwa ni pointi moja ya kwenda hatua robo finali. Kwa hiyo nafikiri bado ana uwezo wa kupambana akafika mbali. Mimi nawaona wote wawili wana uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Lakini kinachotakiwa ni lazima kuwe na uwekezaji mkubwa kwenye vikosi vyao. Unaanzia kwenye wachezaji, lakini pia lazima uwekeze kwenye benchi la ufundi. Huwezi kuwekeza kama hampati wadhamini wengi ambao wanaweka fedha kwenye timu zenu. Kwa hiyo ni lazima wahakikisha wanapata wadhamini wengi wanaweka fedha ambao wanaweza wakatumia zile fedha kwa ajili ya kuwekeza kwenye vikosi. Ukiwatazama kama Yanga, kuna mtu alikuwa anamsikia anasema kuhusiana na Mayele, ilifika stage ya kwamba ni lazima aondoke. Yaani kwa sababu ya hali yao ya kiuchumi na daraja lile ambalo wanahitaji kufika. Ili uwekeze kwa wachezaji wengi ni lazima wakati mwingine uuze. Inawezekana pia usiwe umeyumba kiuchumi, ila ukafungua fursa nyingine ya kukuongezea kipato. Hata kina Ronaldo aliondoka Manchester. Berkane ambao hawa tunawazungumza mabingwa wa kombe la shirikisho Afrika wamepoteza mechi moja karibia mechi zote ambazo wamecheza nyumbani na ugenini. Nafikiri ni quality, kwa sababu hata hiyo waliopoteza ukifuatilia kwa ujumla utaona ya kwamba wamefungwa magoli 3 tu mpaka wanafika kwenye haya mashindano. Hakuna timu nyingine ambayo imefungwa goli chache namna hiyo. Na hata ukiwatazama kwenye mechi iliyopita unaweza ukakubaliana nao, lakini ukiwasoma pia kwenye makaratasi utakubali ya kwamba ni timu ambayo imechukua ubingwa ni mara ya 3 sasa hivi.
imeenda kucheza na timu ambayo imefika fainali kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo quality yao ni kubwa zaidi. Hata kwenye kile kiwango cha wachezaji wao ukisikia kuna fulani anauzwa, daraja lake ni tofauti na ukimsema kwamba mchezaji wa Simba anauzwa. Ndio maana tunasema kwamba ni lazima Simba wawekeze kuna wale wachezaji ambao wana quality, lakini lazima waboreshe pia benchi la ufundi kama wanahitaji kufanya vizuri zaidi ya hapa walipofika. Philip, tukushukuru sana. Nakushukuru pia. Naam, asante. Philip Nkini huyo mchambuzi wetu wa soka. Lakini nikufahamishe kwamba Tanzania ni moja ya mataifa ambayo yanaendelea katika soka miongoni mwa nchi zile 54 wanachama wa shirikisho la soka barani Afrika. Moja ya mafanikio yake kwa sasa ni ligi kuu ya NBC kuwa ni ya 4 kwa ubora Afrika. Lakini Tanzania kwa miongoni mwa mataifa yanayoingiza timu 4 kwenye michuano ya CAF ngazi ya klabu. Na sasa inajivunia kuzishuhudia timu zake 2 za Simba na Yanga zikicheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo wanaamini ni swala la muda tu kuona moja ya timu za Tanzania ikishinda ubingwa huo. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa mapema hii leo. Tumeukosa ubingwa wa kombe la shirikisho. Imetuuma sana. Imetuuma kwa sababu hii ni mara ya pili nchi yetu inakosa kombe hili. Imetuuma sana. Najua kuna mengi yanaendelea, lakini mechi imeshapita. Mabingwa wameshatawazwa, wamepewa kombe lao, wameondoka. Sisi tutajipanga. Lugha za Kikinga tunasema the hunter never miss. Tutarudi kulitafuta hili kombe kwa namna nyingine wakati mwingine. Lakini sisi ni wanamichezo. Ukifungwa unajipanga, unarudi upya. Tutarudi upya mwakani, tutafanya vizuri. Naomba Watanzania watulie. Michezo hii inaendelea, sio mwisho wake. Timu tunazo nzuri. Na niwapongeze sana Simba. Simba jana wamecheza vizuri sana. Ni vile tu kwamba walitakiwa wapate magoli zaidi ya mawili. Lakini walikuwa wanapambana na timu ngumu. Imecheza kwa mbinu zote. Simba wameonyesha kiwango cha juu sana. Lakini ndio hivyo, unapokuwa bora na mwenzako yuko bora, mpira ni mchezo wa makosa, mpira ni mchezo wa mbinu nyingi. Kwa hiyo wenzetu wamepata draw ya jana na ushindi wa kule Morocco, wamekuwa mabingwa. Katibu mkuu wa shirikisho la soka Afrika CAF, Veron Mosengo Omba, leo ametembelea viwanja 4 vinavyoendelea kukarabatiwa kwa ajili ya michuano ya mataifa bingwa Afrika CHAN itakayofanyika mwezi Agosti mwaka huu katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda. Viwanja hivyo ni Meja Jenerali Samuyo, Gymkhana na chuo cha sheria. Vyote hivyo ni vya mazoezi pamoja na ule wa Benjamin Mkapa ambao utatumika kwa ajili ya mechi. Na katika ziara yake hiyo ameambatana na Samson Adam, huyu ni mkurugenzi wa mashindano CAF. Pamoja na mambo mengine, wameonekana kuridhishwa na kile kinachoendelea kufanyika kwenye viwanja hivyo, kama anavyoeleza Gelson Msigwa, katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali. Leo tulikuwa na katibu mkuu wa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, Bwana Veron, amekuja na Bwana Samson ambaye ndiye anasimamia mashindano. Walikuja kukagua viwanja kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya CHAN, na wameanza viwanja vya mazoezi. Wamekagua uwanja wa shule ya sheria Law School, wamekagua uwanja wa mashindano wa Benjamin Mkapa, wamekagua uwanja wa mazoezi wa Meja Jenerali Samuyo, na wamemaliza hapa Gymkhana kukagua maendeleo ya maandalizi ya viwanja hivi. Kwa ujumla wamefurahi na namna ambavyo tumefanya juhudi kubwa kuboresha viwanja hivi, na watatupa ushirikiano wote kabla na wakati wa mashindano. Lakini pia amempongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali imewekeza kwenye miundombinu ya michezo. Imemfurahisha sana, na tumetumia muda huu kumueleza juu ya mipango mbalimbali ya serikali ya ujenzi wa viwanja vya mazoezi na vituo vya mazoezi tunavyotarajia kuvijenga nchi nzima, ikiwa ni moja ya ahadi za Mheshimiwa Rais za kuendeleza michezo ikiwemo kandanda. Kwa ujumla amefurahi sana, na sasa tunakwenda kwenye mkutano kupokea kama wana jambo lolote wanataka tulifanye, lakini na sisi tutawaambia ya kwetu ili waende na sehemu nyingine, kwenye nchi nyingine. Watakwenda Kenya, watakwenda Uganda. Kwanza tumeshalipa ada zote za mashindano ya CHAN. Tumeshafanya maandalizi makubwa. Viwanja vyetu vingi vilipata shida kidogo wakati huu wa mvua, tumeshaviboresha. Tumeleta kampuni kutoka Uturuki ambayo inatusaidia kuboresha viwanja vya mazoezi. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa ni karibu umekamilika. Mwenyewe leo ameona pitch, ameona maeneo ya kubadilishia nguo, ameona vyumba vya waamuzi, ameona vyumba vya kupima matumizi ya mbinu na dawa haramu michezoni. Kwa upande wa uwanja wa mashindano, kwa lugha za sasa hivi tungesema Tanzania haina deni.
Serikali ya Kenya imethibitisha kuwa ipo tayari kwa ajili ya kuandaa fainali za CHAN sambamba na majirani zao wa Uganda na Tanzania. Kauli hiyo inakuja baada ya kuenea kwa baadhi ya taarifa zikidai kuwa baada ya ukaguzi wa CAF nchini humo mwishoni mwa juma lililopita, Kenya bado ipo nyuma kimaandalizi, hususan eneo la miundombinu. Waziri wa michezo nchini humo Salim Mvurya amesema kilichofanyika ni utaratibu wa kawaida kwa CAF kutembelea Kenya kama sehemu ya kujionea ukarabati unavyoendelea, lakini hakuna mahala popote ilipotolewa taarifa ya kutofurahishwa na walivyojionea, hivyo kinachosambazwa ni uvumi tu na sio ukweli. Aidha, amesema serikali imewekeza vya kutosha kwenye eneo hilo la miundombinu katika viwanja vya Nyayo na Kasarani, na tayari wameshalipa ada ya kuwa mwenyeji ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 30 za Kitanzania. Huu ni Mshike Mshike, mimi ni Fatma Abdalla Chikawe, tutarejea. Karibu tena, tumerejea hapa kwenye Mshike Mshike. Baadhi ya mabondia nchini wamefurahishwa na hatua ya Mahakama Kuu ya Tanzania kuipa ushindi Azam Media kuendelea na shughuli zake za kurusha vipindi vinavyohusiana na ngumi na mapambano mbashara ya mchezo huo. Mapema hii leo mahakama hiyo imeipa ushindi Azam Media Limited katika kesi ya madai ya haki miliki iliyofunguliwa na bondia Amos Mwamakula. Awali mahakama Kinondoni iliamuru Azam Media Limited kumlipa bondia huyo kiasi cha shilingi milioni 250 baada ya kudai kuwa kampuni hiyo ilichukua wazo lake la kipindi cha boxing kazi kinachohusu masuala ya ndondi na kukitumia kwa jina la Vitasa. Hata hivyo, mahakama kuu baada ya kusikiliza shauri hilo imeipa ushindi Azam Media Limited kwa kuzingatia sheria za haki miliki. Wakili Neema Mbaga anayewakilisha Azam Media amesema ushindi huo umeiwezesha Azam TV kuendelea na shughuli zake za kurusha vipindi vinavyohusiana na ndondi na mapambano mubashara ya mchezo huo. Mwenzetu Idris Rajab amepita leo na kuzungumza na baadhi ya mabondia hapa Dar es Salaam. Gano ilikuwa inaturudisha sana nyuma sisi mabondia. Kwa hiyo tunashukuru kama ameshinda kesi Azam TV. Na imani kazi itafanyika sana na tutahakikishia kama sisi tunarudi kwa ujio mwingine kabisa. Lakini na imani kabisa sasa hivi Azam TV wanarudi kwa ujio mkubwa. Nitachukua mikanda mikubwa. Sio ile tu WBA Pan Africa, sio WBC Africa. Nitachukua na mikubwa zaidi, yani kuanzia silver na kuendelea kwenye gold yenyewe. Azam TV wamerudi tena kazini, kwa hiyo wadau wa ngumi, wapenzi wa ngumi, Fadhili Majia, Mfupa, Sokwe, Kiepe, Nyani, narudi kwa ujio mwingine. Azam TV wanaturudisha kazini. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Kaeni mkao wa kula mashabiki. Azam TV ilifanya kupeleka ngumi ikawa mbali zaidi. Na kiasi kwamba ilivyokuwa hakuna, tulikuwa tunakosa vitu vingi kwa sababu wengine ambao tulikuwa tushazoea kuonekana kwenye Azam TV, tulikuwa tushazoea watu wakicheza, watu wataonekana. Kwa hiyo nikawa napata changamoto ambazo za kuulizwa mitaani, "Stumai vipi, mbona tukuone?" Naambia jamani, nacheza, ila kutokana na Azam bado wana migogoro yao, ile itafikia hatua watarudi tena. Na mimi nimeshukuru mmerudi na mje tena kwa kasi jamani, tuliwamisi sana. Mambo yaendelee vile vile kwa sababu hata na makala ambayo nilofanya ilipelekea kuonekana kupitia Azam TV, ilionekana paka China, nikapata hadi vifaa vya mazoezi kupitia Azam TV. Hii ni Mabibo, na kama unavyojua Mabibo ni nyumbani kwa masumbwi, na hii ni Knuckles Camp kama unavyoweza kumuona Mfaume hapa, lakini vibe kama lote. Hii ndio Mabibo. Bwana Mfaume, kubwa zaidi ni kurejea kwa Azam TV kwenye masumbwi. Kwa upande wako wewe umeipokeaje hii? Yani kwa upande wangu, sio kwa upande wangu, nadhani hata mashabiki umeona jinsi gani walivyopokea kwa machozi ya furaha. Mimi nilivyosikia kiukweli kwa machozi ya furaha alinitoka, kwa sababu Azam walivyokuwa hapo tumepitia magumu mengi sana. Yaani kutokea sema hivi kwa iko sawa, lakini kwa kurudi kwa Azam hata kwa sisi mabondia tumefurahi, tunaamini kabisa maisha yatakuwa mazuri kwa upande wetu. Kama mimi binafsi mpaka dakika za mwisho gym nilikuwa naiona chungu, nafanya mazoezi, Azam hapo. Lakini hivi Azam amerudi. Kesho tunaanza mazoezi rasmi. Bwana, unawaambia nini mashabiki zako? Wadau wapo wengi hapa nyuma wanakusupport, wanatarajia pengine kukuona katika pambano linalokuja. Mimi nitakuambia kwa mashabiki zangu, sio kilio cha mabondia tu, kilikuwa kilio cha mashabiki na wapenzi wa boxing nchi nzima na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Kwa hiyo kurudi kwa Azam ni furaha, yani
Nisemaje? Bwana Mfaume, nikushukuru sana. Bwana, hii ni Mabibo. Lakini huwezi kuongea tu na bondia hapo ukamaliza. Hapa nyuma kuna wadau ambao pia pengine unaweza tukasikia maoni yao mara baada ya Azam TV kurejea. Bwana, mambo vipi? Poa, shwari mzee. Unaitwa nani? Mimi naitwa Justin. Bwana, Azam TV wamerejea kwenye masumbi. Pengine unaongelea. I say, kwani kitendo cha wao kutokuwepo tu. Tasnia ngumi nilipotea kabisa. Lakini sasa hizo wamerudi. Yaani hatari, lazima vai. Ndugu yangu, kwa upande wako unazungumziaje swala la Azam TV kurejea katika masumbu? Kwa majina yako kwanza unaitwa nani? Naitwa Champion ya Miss Kibodi. Kwa upande wako unazungumziaje Azam TV kurejea? Kiukweli Azam kurudi tumefurahi sana, maana tulikuwa mabondia hatuonekani, tunasika hata ngumi zetu kwa tumeacha tayari kucheza na mazoezi tumekuwa tumeacha. Bwana, nikushukuru sana. Bwana, hii ni Mabibo na nina Coach Camp hapa kama unavyoweza kuona. Tumeongea na Mfaume, lakini pia washabiki wa ngumi wamefurahi sana mara baada ya Azam TV kurejea kwenye masumbwi. Kutokea hapa na Coach Camp, mimi ni Idris Rajab, Azam TV. Na mashindano ya mbio za magari ya NBC Iringa mkoa wa Rally 2025 rasmi yamemalizika kule mkoani Iringa kama ambavyo anaeleza mwandishi wetu Mohamed Nyaulingo. Siku mbili za kula vumbi. Anko. Wengi wakivutiwa. Jumla ya madereva 5 wameshiriki mbio hizi kwa mwaka 2025 na wote wamefanikiwa kumaliza licha ya ugumu waliokutana nao. Barabara ilichimbika sana baada ya kupiga mzunguko wa kwanza na tulikuwa tunapata changamoto ya dry shaft kuvunjika kidogo, tulivunja dry shaft, shock up kidogo inetusumbua, maraba buti zilipasuka, lakini this is part and parcel ya mashindano inatokeaga. Kwa hiyo imetupa hard time sana, imefanya mpaka kuna kipande fulani ilibidi lazima tutembee kwa rivers kwa ajili ya kupandisha mlima, alafu baadaye tuendelee na gia namba 3. Mbwembwe na madoido ndiyo yalionogesha mbio hizi, lakini mwisho wa yote mshindi akapatikana. The one and only Man beat Birdi and Man meet Singh. Ilikuwa tough rally. Only 5 entries but still ilikuwa competition ya Gurpal Dharam ilikuwa mzuri. Jana tulikuwa na shida kidogo na gari, alternator ili fail. Kwa hiyo ilibidi tuandeshe tu na battery power. Tumepata alternator nyingine kutoka Dar. Ndio imekuja leo asubuhi, ndio kwenye service tumefunga. Mkuu wa wilaya Iringa Heri James ndiye aliyefunga mashindano haya. Lakini pia ameamsha hisia za vijana kutamani mchezo huu, jambo ambalo ni la msingi sana. Lakini pia ni washukuru wale wote ambao wamekuwa ni wadhamini wa mashindano haya. Kadri mnavyodhamini mnayapa nguvu ya kuendelea kufanyika, na tungetamani kuona maandalizi ya mwakani NBC mfanye pakubwa zaidi, na sisi kama serikali mwakani tumejiandaa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira bora ya mashindano haya kufanyika vizuri zaidi. Miaka inavyoendelea huko mbele, baadhi ya magari tutakuwa tuna brand kuwekea products zetu ili Watanzania waweze kuziona. Ukiachana na mshindi kwenye mbio hizi, Golpa Sandrun ameshika nafasi ya pili, Daram Pandia nafasi ya 3, Walid Nahad nafasi ya 4 na Hamid Mbata nafasi ya 5. Mohamed Nyaulingo, Azam Sports, Iringa. Tukamilishe na hii. Kocha wa zamani wa Manchester United ametambulishwa na klabu ya Bayer Leverkusen kuwa kocha mpya wa klabu hiyo hadi mwaka 2027 kama inavyoeleza taarifa ya Kenneth Moses. Taarifa ya tena kujiunga na Bayern of Leverkusen imekuja muda mfupi kutokana na aliyekuwa kocha wa klabu hiyo Xavi Alonso kutimukia kwenye miamba wa soka wa Hispania Real Madrid. Baada ya kutambulishwa, Ten Hag amesema kwamba amepokelewa vizuri na kufanya mazungumzo muhimu na uongozi wa klabu hiyo na amekuwa akifuatilia ligi hiyo kwa muda mrefu. Kuhusu mipango ya kutoa mataji, Ten Hag amesema kwamba anategemea kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wachezaji na viongozi wa klabu hiyo pamoja na mashabiki ili kuweza kulifanikisha hilo. Kwa upande wa mkurugenzi wa Bayern Leverkusen Simon Rofes amesema anaamini klabu yao itafaidika kutokana na uzoefu aliokuwa nao kocha huyo. Katika hatua nyingine, meneja mpya wa klabu ya Real Madrid Xavi Alonso ameahidi kuanza kwa zama mpya ndani ya klabu hiyo. Ameitoa kauli hiyo leo wakati wa mazoezi ya Real Madrid
katika uwanja wa mazoezi wa Valdebebas, akiwaahidi mashabiki wa klabu hiyo zama mpya na nzuri. Anaingia katika majukumu hayo mapya wakati huu ambapo Real Madrid imetoka kupoteza mataji matatu mbele ya mahasimu wao FC Barcelona, likiwemo la Liga, Copa del Rey pamoja na Super Cup. Kwa upande wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, walipoteza mbele ya Arsenal katika hatua ya robo fainali. Alonso mwenye umri wa miaka 43 ametambulishwa rasmi hapo jana Jumapili, akisaini mkataba wa miaka 3 kuinoa timu hiyo, akirithi nafasi ya Don Carlo Ancelotti ambaye atachukua jukumu la kuinoa timu ya taifa ya Brazil. Kennedy Moses, Azam Sports. Na nikukumbushe miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo hii leo. Mnyama Simba baada ya kupoteza fainali ya kombe la shirikisho Afrika elekeza nguvu kuikabili Singida Black Stars. Wakaguzi wa CAF wenyewe waridhishwa na maendeleo ya miundombinu kuelekea CHAN 2024 wakati Erik ten Hag akitangazwa kuwa kocha mkuu wa Bayer Leverkusen ya Ujerumani. Na kwa nukta hiyo sisi tukushukuru kwa kuungana nasi hapa katika Mshike Mshike. Kwa niaba ya wote, mimi ni Fatma Abdalla Chikayo, siku mwema.